Tuelekee kaunti namba 27 kwake John Wanyama, ambapo anatuambia kwamba washikadau katika sekta ya elimu sasa wanasema kwamba serikali wanasema kwamba nafasi ya mtoto mvulana katika jamii imetelekezwa na huenda taifa likakumbwa na kuyumbayumba siku zijazo iwapo mtoto wa kiume hatapewa nafasi sawa na mtoto wa kike. Kwa miaka mingi, serikali na mashirika yasiyo ya serikali yamekuwa mstari wa mbele kuinua hadhi ya mtoto msichana. Sasa imebainika kuwa mtoto wa kiume amesahaulika, wasomi wakisema kuwa hali hii italeta madhara makubwa kwa jamii na ulimwengu siku za usoni. We find that the boy child is very dull. So I think the girls have been over-empowered, and there is nothing wrong with over-empowering. They have been empowered, but we need to empower the boys and bring them to that level where they can deal with these empowered girls. Patikani kwanza Parents Day. Hey, it is meant for mothers. Profesa Jacqueline Korir, msomi na mhadhiri katika chuo kikuu cha Moi, amesema nchi inakodolea hatari kubwa kwa kumtelekeza mtoto mvulana. There is the potential of them even because of that no confidence and not giving out their masculinity coming out. They may end up going into drugs and other vices to hide themselves because they are not what they were created to be. Akiongea wakati wa kutafuta talanta za wanafunzi katika shule ya St. Michael Kabnyamisa, Mosoriot, kaunti ya Nandi, Korir amedokeza kuwa jamii sasa imeanza kushuhudia ulegevu katika miundo msingi ya jamii na familia pale wanaume wanashindwa na majukumu yao na hata kushindwa kuwatunza watoto wa kike. A woman can never play the role of a father. A mother can never be a father 100%. She cannot be a male because she isn't a male. Therefore, there is that male influence that needs to be injected. The boys are capable of doing their own things, and these have led the poor enrollment in schools. Sasa washikadau wa elimu wanaitaka serikali kuwajumuisha watoto wa kike na wa kiume kwenye mipango ya kuwawezesha ili jinsia moja isiachwe nyuma. Tuwape mwelekeo na tuwape motisha mtoto mvulana. So if the ministry takes a lead, then they will, I'm sure schools will be able to now start focusing on the boys because the entire society is focusing on girls. John Wanyama, runinga ya Citizen, kaunti ya Nandi. Kutoka kwa